Shabani yupo mjomba. Shabani kaondoka mjomba. Shabani kaondoka mjomba. Shabani yuko. Shabani kaondoka mjomba. Tuna tukio jingine la taarifa ya kifo ambapo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maeneo ya mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, wilaya na mkoa wa Tabora, Shabani Luhende Mayunga, huyu ana miaka 25, ni Msukuma, Muislamu, mkulima na mkazi wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, alikutwa akiwa amejinyonga kwa kujining'iniza kwa kamba iliyosukwa kwa kitambaa ambayo aliyefunga kwenye kenchi ya nyumba moja katika chumba cha nyumba ya baba yake mkubwa ambayo anaishi naye. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa na mbinu ambayo ametumia ni kufunga kamba kwenye kenchi ya nyumba na kisha kujivika kitanzi na kujining'iniza. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Kitete kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Dada yangu mimi nimepata tu taarifa kwamba kajinyonga. Alinipigia simu mjomba wangu mdogo. Ananiambia Shabani kajinyonga. Fika hapa nikakuta kaisha fungua kiongozi, wameangalia, ila mimi sikushuhudia kwamba kweli kajinyonga. Sijajua amepatwa na nini, lakini hilo tatizo hilo, yani hizo taarifa tumeletewa jioni hii kwamba amejinyonga. Sasa sijajua kwamba alipatwa na nini. Tu ni kijana mpole, alikuwa anaishi na watu vizuri. Yani sijajua tu, yani sijajua akapatwa na nini. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 12:45 kwenye maeneo ya mtaa wa Singo, kata ya Gongoni, wilaya na mkoa wa Tabora, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 21, kabila lake ni Mpare, Mkristo, mkulima na mkazi wa kata ya Gongoni, aligundulika kutoa ujauzito unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6, kisha kuweka kwenye kopo na kutupa katika mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba anapoishi. Tayari mtuhumiwa huyo amekamatwa pamoja na mtaalamu wa maabara binafsi ambaye alimpatia dawa za kutoa ujauzito huo, naye pia amekamatwa. Huyu mtuhumiwa mwingine ni mkazi wa Chemchem mwenye umri wa miaka 25 na ni Msukuma. Kiini cha tukio hilo ni maamuzi ya mwanamke huyu kutoa ujauzito baada ya mwanaume ambaye amempa huo ujauzito kukataa ujauzito huo, na mbinu aliyotumia ni kumeza dawa kisha kutoa ujauzito huo na kuweka kwenye kopo na kwenda kuutupa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba yao. Mtuhumiwa huyu amepewa fomu namba 3 na chini ya ulinzi wa polisi amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi wa wataalamu wetu wa afya. Aidha, tuna tukio la taarifa ya kifo la tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 1 za usiku katika maeneo ya kijiji cha Igembe Nsabu, kata ya Uyui, wilaya na mkoa wa Tabora, ambapo mwanaume mmoja aliyetambulika kwa majina Angalawa Idi, huyu ana umri wa miaka 50, ni Mnyamwezi, Muislamu, mkulima na mkazi wa Igembe Nsabu, kata ya Uyui, alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake kwa kutumia kamba ya mtundu aliyokuwa ameifunga kwenye mti na kisha kujining'iniza. Chanzo cha tukio hili ni kudaiwa ng'ombe na watu mbalimbali ambao waliwekeza ng'ombe hao kwa marehemu huyu. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitete kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Kutoa ujauzito ni kosa la kisheria, lakini hata kwa imani zote za kidini ni kosa kubwa zaidi la kukatisha uhai wa kiumbe ambacho kimeshaanza kujitengeneza tumboni. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi, hata kama mwanaume amekataa ujauzito, ni vyema basi kuacha mtoto akazaliwa, na zipo mamlaka na taasisi mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia mtoto akapata malezi yanayostahili bila kupata tatizo lolote. Uchunguzi unaendelea kwa wale waliokamatwa na utakapokamilika watafikishwa mahakamani kwa utaratibu wa kisheria.